Karibu sana. Nimekutana naye ndio. Tushasalimiana lakini samani baba. Nilikuwa naomba kuongea na wewe. Utakuongea na mimi mwanangu. Karibu. Nakusikiliza mwanangu. Kwema lakini nyumbani? Na mama. Sasa mbona unalia mwanangu? Baba. Kwa nyumbani hata sio kwema. Kuliko ni mwanangu? Baba Lekele. Unajua nyumbani na siku ya pili baba. Ajarudi nyumbani. Sasa siku ya pili. Baba, ni hiyo siku alipokuwa anaondoka, alikaa nyumbani pale mapema, anachati na simu yake. Sasa mimi sijui baba, kama anachati na wanawake au ndo anabeti. Mimi simuelewi baba, mwanangu, mimi nimemkosea nini? Kuni machozi yangu ndo yamekuwa furaha kwake baba. Ndio kumekuwa adhabu, nateseka. Mbona nimekosa nini jamani? Wanawake wote wanafurahia ndoa zao, mimi tu baba yangu. Kwa nini? Mbona ananifanyia hivi mtoto wako? Nimekosa nini? Bora ananiadhibu, ananifanyia vituko namna hii. Mimi nachoka baba. Na mwanangu. Mimi ndio baba yake Lekele. Na mimi wewe ndio baba yako. Kiufupi mimi ndio mzazi wenu. Wewe hili mwanangu lisikushughulisha kabisa. Mwenyezi Mungu ametunasihi wanadamu. Inna Allah masabirina. Kila mwenye kusubiri yupo pamoja na Mwenyezi Mungu mwanangu. Wewe acha kulia, yule atarudi. Wewe nenda kakae nyumbani utulie. Huyu atarudi. Na atakaporudi kama akipitia hapa nitamwambia akupigie simu na wewe uje. Siku atakaporudi sasa mwambie tunaitwa wewe na huyo Lekele na waiteni hapa nyumbani. Na kama akikataa nipigie simu. Nitakuja huko kwenu ili aniambie vizuri. Hapo kwa kuniambia mimi eti nimwambie Lekele tuje huko. Baba mwanao mbishi. Baba mwanao nisikizi kwa lolote wala kwa chochote. Mimi nakuomba tu babangu. Yaani wewe mpigie Lekele simu. Mwanao. Niambie nakuiteni huko. Lakini sio mimi nimwambie Lekele anijeni kwa lolote wala kwa chochote babangu. Nisikizi. Ondoa shaka mwanangu. Hayo ni majukumu yangu. Na hilo swala liko kwenye uwezo wangu. Nitalifanyia kazi. Kama sio leo itakuwa kesho asubuhi. Nitampigia simu huko huko alipo. Nikimpata tu nitamwambia nakuhitaji wewe na mkeo nyumbani kwangu. Na kama sio asubuhi kesho, ijioni mwanangu. Umeelewa mama? Lakini vipi ushakula? Sio mwanangu mimi. Ndio babako pachana nipo hapa. Umepata riziki mwanangu. Kama hujapata riziki hapo ndani. Mamako jana alipika kuna mboga hapo. Kama ukiweza kupika hapo hapo ule ndio uende ndani. Na kama ukiona namna gani basi kuna unga pale kwenye ndoo. Chota unga, chukua na mboga, nenda kale mwanangu. Chakula kikuingie tumboni. Usimfikirie wewe mpumbavu. Umeelewa mwanangu? Bye bana. Nakupenda sana mko yangu. Haya mwanangu. Lekele. Nikuambieje mwanangu wewe? Zimetufunga pingu za maisha. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu.
tunasubiri tu moto tumalize. Oh, ni dhambi tatu. Oh, ni dhambi tatu. Zimetufunga pingu za maisha. Mama na wewe mgeni kaja, nunua hata nyama. Wewe ulishakuja hata siku moja kabeba kifuko cha nyama au cha nini ukaleta? Ukasema mama na mama hivi hapa nimekuletea mamangu kula. Hata siku moja kufanya hivyo. Zaidi kuja kwangu kuvibeba na kuondoka navyo. Mtoto kwa mama akui. Sasa shoga yangu litembele utalia. Ndani kuna kuku wangu ile pale sitaki agusu. Kumbe kuna kuku. Shoga yangu unanipenda wewe. Yaani umeshindwa kabisa kuvumilia. Yaani siri yote umetoa. Sasa shoga yangu nikwambie kitu. Huyo aungwe. Tunachofanya. Umenielewa? Tunamkaanga. Vindi mdada, vichumvi. Vindi mlandu, vipilipili na ugali kilaini na hiki kitembele. Mama hatari. Sasa kwa taarifa yako kuku wangu hali. Utakula ile tembele. Hivyo vindimdimu vinini umeleta? Ungevibeba ukaleta. Na mimi mamako atisi nikajidai mwanangu leo ameniletea. Sawa eh? So uje vya kwangu vikuna kwenye friji vibebe uondoke navyo au vile. Shoga yangu leo tembele utaliwa. Mama na wewe. Mungu abusu. Sasa kubebea shoga yangu leo tule kuku. Unajua nikwambie kitu mama. Yaani nikija huku nasikia amani, nasikia mwenzio. Yaani angalau sana nimekuja huku ninafurahi. Mama bwana mkuu kumbe ananisumbua. Yaani ananichanganya kabisa. Yaani ananisumbua, yaani nimechoka na ninachoka. Yaani mimi ninapoendea mimi basi bwana. Kama ndo yendo hivi ngoja kwanza. Mimi nilijua tu. Mwanangu je kuja hapo kanipa furaha. Siku zote ukija hapo na malalamiko na unyie unafanya nini? Yaani wewe ukijaga hapa mimi lazima moyo wangu ushtuke. Haya ameshakuja sasa sijui analipi vipi. Haya niambie kuna nini? Nilijua tu. Yaani mama wewe hujajua. Issue sio hivyo. Hata mimi pia napenda nifurahi, niongee stories zenye maana za kujenga. Lakini tu najikuta mama kwenye hiyo scenario. Sasa nashindwa kujizuia mamangu. Yaani mama huwezi kuamini. Hivi unajua mkuu wako hajarudi leo na siku ya 3. Yaani mpaka mtu unalia mpaka machozi tena yanakauka. Unalalamika mpaka hayo maneno yanakuishia. Unabaki tu kunyamaza mama. Ni sio kama hapa naongea ninafurahi kama vile ndio ninakula angalau hata uso wangu naona kama unabashasha, lakini mama mkwe siku ya 3 ndio hajarudi. Sijui anakula nini. Siri na mume wangu. Silali naye mimi. Sijui mama hata simpati. Sijui anakula nini anafanya nini sijui. Hivi unajua kama mume amekuja juzi hapa? Juzi amekuja kwangu. Juzi amekuja. Mumeo amekuja juzi hapa kwangu. Ameniambia mama, tumepata kiwanja. Tena hicho kiwanja ni kizuri kweli kweli. Kiwanja. Hicho kiwanja kinauzwa milioni 1. Hata mke wangu amekwenda kukiona na amerizika nacho. Lakini mama tumepungukiwa hela kidogo. Kwa hiyo mimi nimehangaika huko nimeshindwa. Mke wangu kaniambia nenda kwa mama kamjaribu. Anaweza akakupa. Amekuja hapa na 500,000 keshi mkononi. Mama, naomba tuongezee 500,000. Bibi mimi nikaingia ndani nikachukua 500,000 nikampa mumeo. Yule hela ameleta nyumbani? 500,000. Sasa mama, yaani inakuwaje mama wewe unamwamini yule mwanaume? Asa mgoje kwanza nikifanyaje? Ameniambia kiwanja kizuri kiko sehemu nzuri na kinauzwa bei. Mama ukiona sio hivyo mamangu. Yaani unamwaminije mtu unampa 500,000? Kweli mama? Yaani unamjua kabisa yule ni mjanja mjini. Yaani kama vile tapeli, dalali sio dalali. Mambo yake yote unajua. Leo yuko kwenye duki, mara yuko huko. Unampa 500,000 mamangu kweli jamani?
Ni kweli unampa kabisa laki tano. Kwani usinipe mimi mtoto wako nikafungua hata biashara sehemu basi nikasuka watu nikaingiza hata 200 300 mamangu. Unaenda kumpa yule mwanaume. Na unamjua kabisa kwa mambo yake kweli jamani. Yaani ningeenda kaa huko mtaani. Unasemaje wewe? Kwa nini unataka nitapeli si ndio? Yaani mumeo kanitapeli. Si ndio Kwa hiyo ameona mimi nakutapeliwa, si ndio Kwa hiyo hujui chochote? Hela yangu atailipa. Mumeo mwambie. Tena mwambie kabisa. Hela yangu atailipa. Mwambie mumeo. Hela yangu atailipa. Atanijua mimi nani. Tano. Kiwanja. Mbona sijui jamani? Mumeo hela yangu atalipa. Na atanijua mimi. Nitakususika moyo. Ndio mwelekeo ndio. Mimi katika mizunguko yangu nitembea, nimefika mahala nakata kona tu, nasikia Baba Likele, nageuka mama yake na ambia Kibele, mie vipi, kwema Baba Likele naye jambo ambia bwana, naomba tukae pembeni kidogo na mazungumzo na wewe Baba Likele. Akaniambia hivi, Baba Likele, nini hapo mfikiria? Ina maana mnashindwa hata kumsaidia mtoto wenu? Kamuuliza tumsaidie katika nini? Maana kama kumsaidia mengi kumsaidia. Ili unalosema wewe tumsaidie lipi? Mimi Likele kaja nyumbani. Yaani Likele kaenda kwa mkwewe. Nakuelewa. Unaelewa? Unajua mke wangu mwanao alipofikia sasa hivi na anakupendea, anakwenda kubaya. Kivipi? Utanielewa taratibu. Maana wewe, mimi nikiongelea swala la Likele siku zote, mimi simtaki Likele. Sasa si ungeni na kusikiliza, unamaliza ndio unisikilize sasa. Akaniambia, Baba Likele, hivi nini yule mtoto mnamchukuliaje? Ina maana nyinyi wazazi wake mko hai, mnashindwa kweli kumsaidia mtoto wenu? Nikaambia tumsaidie kwenye mpango upi hapo? Au kuna jambo gani lililokuwa zito ama jepesi Likele akaleta pale nyumbani sisi tukakataa kumsaidia? Au jambo gani jepesi akaenda kumwambia mama yake akashindwa kumsaidia? Maana afadhali ya mimi huwa anakuwa mzito kuliko mama yake. Akasema iko hivi, Likele kaja nyumbani, kanifuata mimi, kaniambia, mama mkwe, samahani mimi nina shida. Shida gani mwanangu? Mama, mimi nimepata kiwanja. Nimepata kiwanja? Wapi? Kibaha Misugusugu. Mbona? Hivyo, na hela yangu hapa kidogo mama mkwe, naomba uniongezee kiasi cha pesa nikamalizie kile kiwanja. Mimi nikamuuliza vile, kwa hiyo wewe umempatia hiyo pesa? Akasema nimempatia hiyo pesa. Akipata Likele ndo kapata na mbona haya mambo mimi nilikuwa nayakemea. Haya, hicho kiwanja Likele kanunua wapi? Nashinda kusema. Maana mume wangu pia kukicha Likele yuko mdomini kwa watu. Mpaka sielewi mwanangu huyu atakuwa binadamu wa design ipi. Baba Likele. Likele huyu apate hela ndio kununua kiwanja bila kunishirikisha mimi mamake. Umeona? Wanamwonea maana. Baba Likele mwingine wampunguzie Likele. Tulia hapo. Ina maana mama na hamjui mkwewe Likele. Nisikilize mume wangu. Unajua kuna vitu vingine
ukikaa uvifikirie. Mama yake na toka Likele alipotaka kumuoa mwanaye, yeye alikuwa hajafiki. Atakosa kumzulia matatizo kama hayo. Hampendi Likele. Kumbe Likele hapendi na Mkwele. Kilichompeleka pale kwa Mkwele mpaka akaenda kumuomba hela amuongezee. Mama Likele tafadhali. Likele huyo atakikioja akamuombe yeye, asimfuate mimi mamake. Mama Likele. Mama Likele. Hayo sio malezi mke wangu. Mumpunguzie yule mtoto. Hivi. Mke wangu. Ina maana mama na amuongope Mkwele. Ina maana yeye hamjui Mkwele. Kwa hiyo na hili nalo unataka kulipinga mke. Sio kama napinga. Wewe na mimi ndio tulomzaa Likele. Nafikiri hamna binadamu mwingine yoyote uko nje atakuja atamwonea uchungu Likele. Bali mimi na wewe. Umeelewa mume wangu? Yule mama na kila kukicha aishi maneno kwa Likele. Atakosa kumsingizia vitu kama hivyo. Mradi tu kumtia dosari mwanangu. Hicho ndo ninachokijua. Sasa nisikilize. Mimi sio kama Likele simpendi. Likele ni damu yangu, katoka kwenye mifupa yangu. Siwezi nikamchukia mwanangu nilimzaa mwenyewe. Lakini nachukia matendo anayoyafanya Likele, ndio kitu kinachonikereketa mimi. Kwa nini mwanangu hataki kunielewa na kunisikiliza afuate misingi ninayoitaka? Sawa, mume wangu una ushahidi nao? Siku zote msema peka ushinda. Kwa hiyo huyo mamake na kumwambia Likele aliyakuwa yeye mwenyewe hayupo. Wewe unaamini lipi hapa? Ulikaa na mwanao kumuuliza? Na siku zote ukichelewa kuhamia ngedere shambani, tegemea kuvuna mabua. Sasa nisikilize. Na si Waswahili wanasema hivi, asiyefunzwa na mamaye na babaye walimwengu watamfunza. Subiria siku walimwengu wakimfunza, wakikuletea mtutusa hapa wa mzoga, ndio utajua nini namaanisha. Astaghfirullah. Mume wangu, umefikia hatua hiyo? Sana. Kwani Likele nani? Kafa babangu. Nimelia wewe, umenibembeleza hata kula sikula. Sembuze Likele. Hapo ndo ninaposemaga mimi mume wangu wewe unamchukia mtoto. Umefika hadi kwenye umauti. Kote huko kunafuata nini? Bado kaa wewe ndio baba ndio mlezi, umuombee dua mwanao. Wewe unamuombea baba limkute umauti. Baba Likele kweli? Unamwombea mauti mtoto ulimwengu umfunze ulimwengu gani? Mimi ndo nilozali ile chango kama chungu, kama baya. Mimi nitapambana nalo. Mpaka mwisho wa tone langu la damu. Haya mama. Endelea kumchukia. Mimi simchukii ila nasema ukweli, kwenye ukweli nitasimama kwenye ukweli. Fungua mlango, mwenye nyumba kaingia. Fungua! Mani nini?
ndani, jua linanitafuna kama mimi ni baraka, lakini ndani ya nyumba hii mimi ni laana. Mke wangu ana njaa, mavazi yake ni matambara ya huzuni. Sijatunza makazi, kama limenitawala, kuta zinaanguka tukitazamana. Naitwa mume lakini sina uwezo wa kuitwa mlinzi. Wena! Nabaki kuja pembeni, udhaifu wangu ni kamba ya kunyongwa. Maisha ni gereza, na mimi ndiye mfungwa na mlinzi. Karibu mama. Shikamoo mama. Mimi sijaja kukaa wala sijaja kuongea hapa. Hebu muite mpumbavu mwenzio aje hapa. Mama, hata hayupo. Unasemaje wewe? Kwa hiyo alichokifanya mumeo unaona ni sawa eh? Unafurahi kabisa mwanangu. Unaona raha mwenyewe, si ndio eh? Sasa mama, jamani mimi hapo na usikaje, eh? Mwenyewe ndio mmepeana hela, lakini mimi mama unanilaumu, unakuona tu, unanitumia message, unanipigia simu. Sasa mimi jamani mama nisifanya. Mimi yani sasa mimi nifanye. Sasa nisikilize wewe. Mwambie mumeo aniletee pesa yangu. Tena ilete mwenyewe nyumbani. Kabla sijarudi tena hapa. Nikiutia mguu wangu tena hapa, mtaniona mbaya. Pesa yangu ailete nyumbani mwenyewe. Kama alivyokuja kuichukua, anapaswa kuirudisha hivyo hivyo. Sasa kama hatafanya hivyo, nitakachomfanyia nao utanichukia. Hutakaa uamini kama mimi ndo mama yako. Mwanangu utanichukia. Nakwambia kabisa. Mama. Mimi ndio maana hata sitaki. Mtu unamjua yule mkorofi, unamjua mgaiga, unampa hela ya nini? Mnakuja kunisumbua mimi jamani. Ningesubiri basi mwambie mwenyewe. Sasa mtu unaliambia hata alikusikiliza wala nini jana umegani. Mwingine anapata wanaume, sisi tunapata migume. Hata sitaki. Tufunga pingu za maisha. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Ni dhambi tatu. Tunaishi kwenye jivu, tunasubiri tu moto utumalize. Ni dhambi tatu. Ni dhambi
majivu, tunasubiri tumoto utumalize. Mlango wa nje umepakwa dawa, kuku mweusi amechinjwa. Mama mkwe anacheka gizani, ananyonya damu ya uzao wetu. Yeye ndiye mchawi anaizuia neema isishuke kwenye paa hili. Anamtumia mwanawe kama chambo, ananutega mimi kama manga. Huku ni wakwe, kule ni uchawi, mbele ni njaa ya mume, na mke mwenza kanikalia koni. Nyumba isiyo makazi ni kichaka cha majini na majonzi. Oh.